Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Taifa Scubas. Taifa Scubas kwa sasa inafundisha somo la hisabati kuanzia O level, yani form 1, form 2, form 3 na form 4 mpaka advance form 5 na form 6 kwenye pure mathematics. Sasa kwa leo tutaanza na topic ya form 2 ambayo inaitwa logarithm. Hii topic watu wengi wanasema ni ngumu, lakini mimi naomba nikwambie hii topic ni nyepesi sana, na nitakuonyesha ni namna gani nyepesi. Nisikilize kwa makini, andika notes vizuri utakapokuwa unaangalia kwenye our YouTube channel, na pia usisahau kusubscribe kwa sababu kila muda tunakuwa tunatoa na topic nyingine. Ikiisha logarithm itakuja nyingine na nyingine na nyingine. Kwa hiyo kuwa mwanafunzi mzuri, msikivu, huo unatembelea mara kwa mara nani yetu YouTube channel yetu ya Taifa Scubas, na ujaribu kushare na kwa wenzako. Umeona? Kama una maswali utatuuliza kwenye comments, kwenye upande wa comments za YouTube, na pia unaweza ukatembelea Instagram page yetu ya Taifa Scubas. Ukiwa una jambo lolote au una swali lolote, unaweza kututumia katika mfumo wa picha au kutumia katika namba yetu ya WhatsApp ambayo inapatikana kwenye bio ya Instagram page yetu. Tunaendelea na topic yetu ya logarithm. Kwenye hii topic, kabla tujaanza kudefine, naomba tuangalie kitu hiki hapa. Kuna nyota ambayo inang'aa sana, very bright star. Hii ni bright star. Inaitwa Betelgeuse. Betelgeuse iko umbali huu kutoka duniani. Iko umbali huu kutoka F. Sasa unaweza ukanisomea hii namba hii? Ni ngumu kidogo kuisoma, lakini kwa kutumia logarithm tunaweza tukaisoma. Kwa hiyo kwa kifupi, logarithm inatumika kusoma namba ambazo ni kubwa sana na ndogo sana. Na haijaishia hapo tu, logarithm inaweza pia ikazidisha namba kwa kutumia muda mchache zaidi kuliko ungetumia kichwa chako, kwamba labda unazidisha 10 mara 20 au 25 mara 7310. Logarithm inazidisha kwa haraka zaidi kuliko wewe ungetumia ile manual multiplication ya kwako mwenyewe. Kwa hiyo logarithm ndo matumizi yake ni hayo. Kwa mfano hii, kwa haraka tunaweza tukasema kwamba hii namba imezidishwa mara 10, kwa sababu hapa tukianza hapa imezidishwa mara 10, 2 mara 10. Kwa mfano hapa 2 mara 10. 2 mara 10 tunapata nini? Si 20. Kwa hiyo 20 hii. Kwa hiyo hii namba imezidishwa mara 10 ya kwanza, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18. Hii namba imezidishwa mara 10 mara 18. Kwamba hizi 10 hapa katika hii namba ziko 18. Kwa hiyo ni 2 mara 10 exponent ya 18. Kwa hiyo ni 2 times 10 power 18. Kwa hiyo ndo matumizi ya log. Kwa hiyo tunaweza kusema hii Betelgeuse ipo umbali wa kutoka duniani wa kilomita hizi hapa. Wa meters, not kilometer, meters. Wa meters hizi hapa. Iko umbali kutoka duniani wa mita hizi 2 times 10 power 18 meters. Ndo umbali wake. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba namba yoyote ambayo itaandikwa kati ya 1 mpaka 10, itaandikwa kwa 1 mpaka 10 na ikawa multiplied by a power of 10, itakuwa katika standard form. Kwa hiyo tutakutana na kitu kinaitwa standard form. Kwa hiyo hii namba
iko katika standard form. Sasa standard form ni nini? Standard form ni nini? Kwa hiyo kabla sija define standard form ni nini au scientific notation, naomba niandike hii namba, niandike kitu kimoja ambacho kinahusiana na haya mambo, kwamba naandika in many parts of science we have to deal with very large numbers and very small numbers. We use standard form to deal with them. Kwa tunatumia standard form ku deal with them. Hapa najaribu kuambia nini? In many parts of science, sio science tu, hata pia kwenye mambo ya accounts na vitu mbalimbali. Sawa? In many parts of science we have to deal with very large numbers. Namba ambazo ni kubwa sana na very small numbers, kama nilivyokuambia mwanzo. Kwa mfano imagine hii hapa ingekuwa imegawanywa katika hapa imekuwa hivi labda 2 times 10 power 18, labda hii ingekuwa hapa kuna point hapa, tap, kuna nukta hapa. Unaona? Alafu huku ikawekwa 2. Hii namba itakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo namba kama hii ambayo imekuwa hivi, tuna uwezo wa kuiandika katika standard form. Standard form inakuwa katika mtindo huu. Lakini hii standard form ni nini? Hilo ndo swala la kwanza la kujiuliza mimi. Standard form ni nini? Standard form, au kwa jina lingine wanaita scientific notation, is the mathematical expression, single L, expression written in the form of a times 10 power n, yani a times 10 raised to n, whereby hiyo a iwe less or equal to 1 au less than 10 and n is an integer. Hapa nitajaribu kukuambia kimoja baada ya kingine. Anasema hii standard form au scientific notation, kwa mfano ni hii hapa ambayo niliandika juu. Hii ni mathematical expression. Mathematical expression ni nini? Kuna tofauti kabisa kati ya mathematical expression na mathematical equation. Mathematical equation inabidi iwe na wasawasawa. Kwa mfano tunasema labda 2y is equal to 5. Hii ni mathematical equation kwa sababu ina sawasawa. Lakini mathematical expression ni 2y. Kwa mfano hii 2y ni mathematical expression, haina sawasawa. Kwa hiyo tunategemea kwamba hii standard form yetu is the mathematical expression itakuwa haina sawasawa, inakuwa written in the form of a times 10 power n. Iangalie hii niliyoandika hapa. Hii ndio itakuwa a, hii itakuwa 10 power n yetu yenyewe ndio hii hapa 18, sio? Lakini amedadavua kwamba whereby hiyo a iwe ndogo au sawa na 1. Yaani kama hiyo a ikaweza kuwa ndogo, sawa, a iwe kubwa, not ndogo, a iwe kubwa kuliko 1. Yaani maana yake ianzie a itakuwa inaanzia 2, 3, 4, 5, 6, 7. A inaishia ngapi? Kakwambia isizidi 10. Kwa hiyo mwisho wake ni 9. Umeona? Kutoka 1 mpaka 9. Kwa A itaanzia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lakini kuna hii alama tena, amesema A ni sawasawa pia na 1. Kumbe haitoshi tu A kuanzia na 1. Sikuna mstari tena chini, kwa sababu ukiziba hapa unaona 1 ni sawasawa na A. Kwa hiyo pia inaanzia 1. Kwa hiyo A inaanzia 1,
kwa sababu ni kubwa kuliko moja au sawasawa na moja. Kwa ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isifike 10. Ingekuwa hapa kuna mstari pap, tungesema hapa na 10, ila hamna, tunasema mwisho 9. Kwa hiyo namba zetu itoke 1 mpaka 9. Tuiangalie hii tuliyoandika hapa. Hii si ndo A? Ngapi? 2. 2 ipo chini ya 10, alafu ni kubwa kuliko moja. 10 ipo yani kwenye hii alama hapa, 10 power n. Kwa hiyo standard form ndo mfano wake kama huu, na inabidi ifuate masharti hayo hapa. Lakini umeambiwa hiyo n, hii n ya juu, hii n ambayo mfano hapa 18 is an integer. Integer ni nini? Umeona integer ni nini? Sasa katika number line iko hivi. Hapa pana 0, pana 1, 2, 3, 4. Pana -1, -2, -3. Sawa. Sasa sizihesabii na zile desimali. Kwanza integer ni namba nzima, ni whole number. Integer lazima iwe whole number. Integer ni whole number, ni namba nzima. Sawa? Positive and negative. Positive na negative. Sawa? Sasa hizi ni positive integer kutoka hapa mpaka huku na kuendelea. Zinaitwa positive integer. Umeona bwana? Hizi kutoka huku mpaka huku ni negative integer. Umeona? Kutoka hapa kwenda huku. Hii hapa 0 haingii popote. Sio positive wala negative integer. Neither positive no negative integer. Kwa hiyo anaposema n is an integer, maana yake ni nini? Maana yake inaweza ikawa 0, inaweza ikawa 1, ikawa 2, ikawa 3, ikawa 4, ikawa -1, -2 na kuendelea. Huu mshale unaendelea vyovyote vile. Sasa angalia hapa, kama positive integer, umeiona hii 18, n imekuwa 18. Kwa hiyo 18 ni positive, ipo kule, ni positive integer. Ndio maana nimesema n is an integer. Kwa hiyo tumefuata masharti yote. Sasa twende tuangalie maswali mbalimbali ya maelezo. Kwanza tuanze na maelezo, namna ya kuandika hizi namba katika standard form. Sasa tuanze numbers greater than 10. Kwa hiyo nitaanza kwamba hii, kwa sababu ni topic ya kwanza kwa form 2, taandika 1.1. Sawa? Numbers greater than 10. Numbers greater than 10. Yani namba kubwa kuliko 10. Tutaziandikaje? Sasa kama namba ikiwa ni kubwa kuliko 10, utafanya kama ifuatavyo. Kwa mfano, mimi nasema example 1. Example 1 inasema write your number in standard form. Sasa kama amesema tu write in standard form, ni kuambia kitu kimoja, tutaandika solution given. Sawa. Sasa hapa ametupa namba gani? Ametupa hii na masifuri hapo 9 haya. Ona bwana. Bilioni 530. Namba zingine zinakuwa ndefu, unashindwa hata kuzisoma. Kwa hiyo hii tunaiandikaje? Kabla hujafanya kitu chochote, inabidi nikupe a note kwamba unavotoka kulia unaenda kushoto, basi power yako itakuwa ni positive, au kwamba itakuwa ni positive integer. Tunahesabu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sawa? 10 hapa tukiishia hapa itakuwa 53. Kwa hiyo namba yetu haitakuwa katika ule mtindo ambao unatakiwa. Inabidi iwe kubwa kuliko au sawa na 1 au ndogo kuliko 10. Inakuwa 5. 5 kweli ni ndogo kuliko 10. Kwa hiyo nitaruka mpaka nitakuja hapa. Kwa hiyo itakuwa 5.3 times 10 power ngapi umefika mpaka hapa? Sifuri unazihesabu faster tu. 1 2 3. 1 2 3 ni 9. Hizi sifuri zipo 9. Ile desimali ukirukisha hapa 10 na hapa 11. Kwa power 11. Je, unaiangalia hii imeweza kukizi yale mahitaji ambayo walisema a power 10 power n na n is an integer. Lakini hiyo a is less or equal to 1 less than 10. A is greater or equal to 1 na a pia is less than 10. Ni kweli a ni 5.3 ni ndogo kuliko 10 na hapa n ni 11. Kwa jibu la swali letu linakuwa ni hilo hapo kwamba 5 3 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ni sawa sawa na kuandika 5.3 times 10 power 11. Kwa unakuwa umeweza kuliandika hivyo. Swali la pili inasema the area of Tanzania is about 940 billion square meters. Write this in standard form. Kwa hiyo yani eneo letu la nchi nzima ni ili hapa, square meter hizi hapa. Sasa nitaandika solution. Anasema anataka uiandike katika standard form. Kwa hiyo itakuwa given. Alafu pia standard form ina save space. Nitaka nikwambie hicho kitu kwamba standard form ina save space. Kwa mfano hii space yote hii tungekuwa tumeandika namba za standard form hata 5. Kwa hiyo tumepewa nini? Tumepewa hizi. Hii hapa square meter. Sio. Kwa kama hivyo ndivyo, hii mimi nitasema hii sawa na hesabu hizi sifuri zangu 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zipo 9. Kwa desimali mpaka hapa ilipofika hapa ni 9. Nitapeleka 10 11. Kwa hiyo itakuwa 9.4 times 10 power 11. Kweli hii ni ndogo kuliko 10. Kwa hiyo sina shida sana. Hii naiandika tu ili iweze kukusaidia wewe kipindi hiki tunaanza, ili baadaye kule usije ukapata taabu. A ni kubwa kuliko sawa na 1 is less than 10. Unaiangalia. Kikubwa mara nyingi A itakuwa lazima iwe kubwa kuliko 1. Isiwe chini hapo. Ni kweli 9 ni kubwa kuliko 1 na ni ndogo kuliko 10 ni 9.4. N ni integer. N ni 10 power 11. Kwa hiyo jibu letu litakuwa ni hili hapa kwamba ni sawa sawa na, angalia inavyo save space. Usahau kuandika kwamba huko ni meter square. Hilo ndio jibu letu. Kwamba padogo tu kwamba eneo la Tanzania ni 9.4 times 10 power 11. Twende example 3. Sasa swali linasema the area of Indian Ocean is about 73 million kilometers square. Write this in standard form. Kwa hiyo ukubwa wa Indian Ocean hii ambayo imetuzunguka sisi ni huu hapo. Pote mpaka imeenda wapi? India kule. Inasema 73 milioni kilomita square. Sasa hapa nitakifanya kile ambacho nilikifanya kwa ujanja tu, na hesabu sifuri kwanza ziko ngapi? 6. Kwa hadi hapo umefika 6, ilete hapo 7. Kwa itakuwa ni 7.3 times 10 power 7 7.3 kilomita square. Kwa swali letu linakuwa limeisha kwamba hii ni sawa na hii hapa. Kwa hiyo kwamba 73 kilomita square ni sawa na
0.3 times 10 power 7 kilomita square. Kwa hiyo swali linakuwa limeisha kama hivyo na umeshaiweka katika standard form. Na hiyo ni kwa upande wa numbers greater than 10. Twende kwa numbers less than 1. Sasa kwenye hii numbers less than 1, kwa mfano tuangalie the mass of hydrogen atom. Yani atom moja ya hydrogen kwenye chemistry ni hii hapa. Sasa ukiangalia hii namba hata kuisoma ni kipengele. Kwamba sasa hii naisomaje? Lakini uwezi kuamini kwamba hii namba kule tuliona imezidishwa kwa 10. Hii namba imegawanywa kwa 10. Tufanye 2 gawanya kwa 10. 2 gawanya kwa 10 inatoa 0.2. Sasa tuangalie hii namba, kwa sababu hii 2 ingekuepo hapa tungesema imegawanywa kwa 10. Sawa? Mara moja, yani kwa 10 moja. Sasa twende 10 ya pili imegawanywa kwa 10 moja, kwa 10 ya pili 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Maana kwa sababu nilivuta 2 hapa, kwa hiyo kulikuwa kuna 0. Kwa hiyo hii imegawanywa kwa 10 mara 25. Hiyo ndo maana yake. Kwamba hii imegawanywa kwa 10 mara 25. Sasa balaa hilo. Lakini sisi tunajua kwamba 2 gawanya kwa 10 power 25 ni sawa sawa na kuandika 2 mara 10 power negative 25. Kwa sababu tumejifunza kwamba 1 over x power n ni sawa sawa na x power negative n. Ndivyo tumejifunza. Kwa hiyo nimeiweka hapa. Kwa hiyo umeona? Sasa 2 ipo is less than 10 na kubwa kuliko 1. Umeona hii n integer negative 25. Kwa hiyo hii namba iko katika standard form. Kwa hiyo kumbe hii namba sisi tungeweza kuiweka katika standard form mapema sana. Ingesave hata space. Kwa umeona? Kwa number less than 1 ndo kama hii ni ndogo kuliko 1 tumeweza kuiweka. Ina maana kwamba hii namba imegawanywa kwa 10 mara 25. Kwa 2 gawanya kwa 10 power 25. Sasa hii tukipandisha juu inakuwa ni negative. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu kuna formula ambayo inasema 1 over x power n ni sawa sawa, yani ukitaka hii ipande juu, yani ikae juu, yani kwamba iwe x power n, ukitaka ipande juu lakini asili yake ni chini, utaiwekea hapa negative. Maana yake nini? Maana yake inajaribu kusema kwamba hii namba mwanzoni, kwa mfano ukakutana nayo iko hivi, kwamba hiyo namba mwanzoni ilikuwa iko chini. Maana yake hii namba iligawanya. Hiyo ndo maana yake, kwamba iligawanya kitu fulani. Kwa mfano hapa maana yake hii namba iligawanya 1. Kwa ndo maana unaiona tukirudisha katika hali yake inakuwa ni 1 gawanya kwa xn. Sasa turudi hapa. Tukirudi hapa kwa mfano wewe tu kaiona ni 2 times 10 power negative 25. Maana yake ni nini? Maana yake hii 10 power negative 25 iligawanya 2. Kwa hiyo ina maana ilikuwa ni 2 gawanya kwa 10 power 25. Hii ndo maana yake. Kwa hiyo lakini ikitaka hii ikae juu, kwa hiyo itakuwa 2 kwa sababu 2 ina effect. Sawa? Hatuwezi kaiacha 25 peke yake, itakuwa 2 mara 10 itakuwepo hapa power 25. Kwa nini hapa labda nadhani unajiuliza kwamba hapa ilikuwa ni 1 over xn, hapa imekuja x power negative n peke yake. 1 labda haipo hapa. Kwa sababu 1 ina effect, lakini itakiwa iwe 1 xn iwe sawa sawa. Hii 1 hii kama ilivyo 2 hapa ingekuja hapa ingekaa. Umeona 2 ilikaa hapa na ilikaa 1 inakaa times na hii itakuwa xn. Lakini imetoka chini unawekea negative hapa. Example 2, put 0.000532 in standard form. Kwa hiyo ndasema solution, ndasema given. Hii ni nini? Hii ni ili kwa sababu kwamba hii kwanza ni less than 1, najaribu kuiweka in standard form. Na iwekaje? Sasa twende, tumepewa 0 hapa, 0 ziko 1 2 8 1 2 3 1 2 3 1 2 5 3 2. Sifuri zipo 8
na mimi nitakiwa niende hapa kwenye 5 wala sio kwenye 53. Kwa hiyo hii namba katika standard form inakuwa 5.32 5.32 times mpaka kufika hapo kwenye 5.32 1 2 3 8 9. Kwa hiyo itakuwa 10. Kwa sababu nimetoka kushoto naenda kulia, hii itakuwa power negative 9. Umenielewa? Nimetoka kushoto naenda kulia, inakuwa negative, kwamba unatoka huku unaenda huku inakuwa ni negative. Ndivyo ambavyo inakuwa. Ni kama wewe umetoka hapa mpaka umeikuta hii 2, umeenda hatua negative 25. Kwa hiyo jibu lako la hili swali linakuwa ni hilo, na swali linakuwa limeisha, kwa sababu hii ni integer na hii namba ni less than 10. Sasa naomba tunote kitu kifuatacho kutokana na vitu ambavyo tumetoka kuvifanya. Tumeround a number less than greater than 10, tumeandika standard form za hizo namba za less than 1, zote tumeandika. Kwa hiyo tunote when rounding a number from, yani kuround a number ni kama vile ambavyo tulikuwa itoa ile desimali tunaipeleka katika hatua mbalimbali mpaka tunaikuta namba yenyewe ambayo ni less than 10, kwamba iwe in standard form. Kule ndo kurounding. Kwa hiyo kwa mfano labda una 0.002. Sasa hii unavohama hapa, unahama tena hapa, unahama unakuja hapa, hii ndo rounding, kwamba labda 2 times 10 power negative 3 au sio 1 2 3. Yeah, when rounding a number from, ukiwa na round a number from left to right, umeona hapa mimi natoka left naenda right, yani natoka mkono wa kushoto naenda kulia, the exponent is negative. Umeiona hapa exponent yangu ni negative. Lakini nikiwa natoka right to left, kwa mfano hii ni 2000, umeona naiandika in standard form. Kwa hiyo natoka right, labda naitoa hapa desimali sharp, naileta 1 2, sio mwisho hapo. Kwa hiyo 1 2 3 ndaileta hapa, kwamba ningeanzia hapa 1 2 3 kwa times 10 power 3. Kwamba 2000 ni sawa kuandika tu na 2 times 10 power 3. Hiyo ndo maana yake kubwa. Kwa hiyo kama hii namba utaiandika, utairound kutoka right to left, unatoka right unaenda mkono wa kushoto, unatoka mkono wa kulia unaenda wa kushoto, right to left, the exponent is positive. Ndio hii exponent tunaiona hapa ni positive. Exponent ni ndio hii hapa positive 3. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo hivi vitu tumeisha vifanya, nilijaribu tu kuwekea a good note. Sasa tufanye maswali mawili matatu. Example 3 by the way. Kwa hiyo tuna solve example 3. Amesema write the following numbers in standard form. Kwa hiyo nitaandika hapa solution, nitaandika given. Naangalia A nimepewa nini? A nimepewa 245. Hii katika standard form nita round 1 2, nita 2.54 times 10. Nimetoka wapi? Kulia naenda kushoto. Kwa hiyo itakuwa positive 2. Kwa hiyo hapa nimemaliza. Twende B. B anasema ni 1,3,230,000. 1 2 3 1 2 3. Kwa hiyo inakuwaje? Hii ninachokifanya naanzia hapa 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa hiyo itakuwa ni 2.3 times 10 power. Nimetoka wapi? Kulia nimeenda kushoto. Hii itakuwa positive 8. Kwa haraka haraka ukiziona tu sifuri una haja kurukaruka, unahesabu 6 7, unahesabu hapo 8. Tunakuja nyingine. Hiyo inasema ni 0.00045. Hii sawa na nini? Hii nitaweka hapo, nitakusema 3 4. Kwa hiyo hesabu nimesifuri. Tunaenda C. C inasema 0.0045. Hii ina sifuri ngapi? 3. 1 2 3 mpaka hapa 4. Kwa hiyo itakuwa ni times 10 power ngapi? Nimetoka kushoto naenda kulia, negative 4. Kwa hiyo ndivyo itakuwa
D inasema ni 26.5 times 10 power 4. Ukiangalia hii hapa mbona kama ipo katika standard form? Alafu ananiambia niweke katika standard form. Lakini ngoja, au ananitega. Sheria zinasemaje? Sheria inasema kwamba iwe a times 10 power n, lakini a iwe kubwa au sawa na 1 na iwe ndogo kuliko 10 na n ni integer. Niangalie. Ya kwanza, a ni kubwa kuliko 1, ndiyo 26.5. Je, ni ndogo kuliko 10? Hapana, hii sio ndogo kuliko 10. Ndogo kuliko 10 inabidi hii nipeleke hapa. Pop, niisogeze hii. Tap. Nisogeze hatua moja, kwa hiyo itakuwa ni 2.65 times. Kama nikisogeza hatua moja hapa itaongezeka 1. Au nitaandika tu simeongeza hatua moja times 10 power 1, alafu utaziisha tena times 10 power 4 kwa sababu hii ilikuwepo. Kwa kama ilikuwepo itakuwaje? 10 power 1, 10 power 4 hizi zitajumlisha. Kwa hiyo itakuwa 2.65 times 10 power 5. 10 power 5. Hii 5 ni 1 plus 4. Kwa hiyo umeona hii tayari iko katika standard form. Ni ndogo kuliko 10. Hii a alafu pia ni kubwa na a ni kubwa au sawa na 1. Kwa hiyo tumemaliza hayo maswali yetu. Twende tufanye mengine. Example 4. Sasa twende example 4. Inasema write each of the following in ordinary notation. A ni 4.8 times 10 power 3. B ni 3.5 times 10 power negative 6. Sasa nini maana hii? Kwamba iandike katika namba za kawaida. Namba za kawaida zinakuwaje? Inakuwa hivi. Kwa hiyo nitasema solution given. Tumepewa nini? A nimepewa 4.8 times 10 power 3. 4.8 times 10 power 3. Maana yake nini? Maana yake hizi sifuri hizi, sawa? Alizipunguza kwa kutoka kulia kwenda kushoto. Ina maana alienda hivi. Alienda hivi. Kwa hiyo inabidi wewe ili kuziongeza uende mbele. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake hii nukta hii inaiua 11. Hapa si 10 ziko 3, inaiua 11. Maana yake zitakuwa 12. Kwa hiyo ukiwa mjanja tu unafanya tu unaandika 48, alafu hii hapa nukta inaua 11. Ina maana mara 12. 12 maana yake nini hapa? Maana yake unaongeza 0.02 mbele ya 48. Kwa unaandika 48 unaongeza 0 ya kwanza, 0 ya pili. Umemaliza. Narudia tena. Unaweza kutumia hii njia ambayo kidogo inaweza ikawa inakuchanganya, lakini ukiwa mjanja unaangalia desimali hapa ilipo. Desimali iko hapa. Imeandika 4.8. Wewe unaandika 48. Kwa kuwa umeiondoa desimali moja, basi hapa kwenye namba ambayo itakuwepo hapa juu utaipunguza moja. Ilikuwa 3 zinakuwa 2. Kwa hiyo inakuwa 2. 12. Maana yake hizi 10 ziko 2. Kwa hiyo katika 48 wewe unaongeza 0.02. Au wewe unachoweza kufanya kama nilichokieleza hapa kwamba ukaandika 4.8 ukaanza kupeleka hii nukta mbele. Ya kwanza utaipeleka hapa 1, 2, 3 afu utaziweka sifuri zako. Kwa unaweza kufanya hivyo au hivi. Kwa jibu lake ni hilo hapo. B inasema ni 3.5 3.5 times 10 power negative 6. Balaa lingine liko hapa. Wala usipanic. Hapa ni rahisi zaidi. Kwamba maana yake hii ni 3.5 aligawanya kwa 10 6. Kwa aligawanya kwa 10 power 6. Hii ndo maana yake. Maana umenielewa? Kwa akigawanya kwa 10 ya kwanza atarudisha, maana yake ndo kwa sababu ili alivyoipata hii negative 6 maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba alitoka kushoto akaenda kulia mara 6 mpaka akaja kuikuta hii desimali. Kwa hiyo na wewe urudishe mara 6 ndo utaipata namba yake iliyokuepo. Hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo
kwa maana nyingine alifanya 3.5 aligawanya kwa 10 exponent 6. Hii 3.5 aligawanya kwa 10 mara 6. Yaani aligawanya, kwa mfano alifanya mara ya kwanza 3.5 gawanya kwa 10 akapata jibu, sio? Akapata labda 0.35. Akagawanya tena kwa 10 akapata 0.035. Akagawanya tena hii kwa 10 akapata 0.0035. Hii tena akagawanya kwa 10 mpaka zipotimia 6. 1 2 3 4. Haya, ikatoa jibu ngapi tena pale? Labda 0.00035. Akagawanya tena kwa 10 hizi kwa 1 2 3 4 5. Haya, ikawa hivi 4 3 5. Akagawanya tena kwa 10, kwa ndo jibu likapatikana 1 2 3 4 5 3 5. Kwa umeona 10 zipo ngapi? 5. Moja zipo 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Kwa hiyo aligawanya 3.5 mara 10. 10 ya kwanza, sawa, 10 ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6. Kwa jibu likaonekana ni hili. Kwa hiyo akisema amegawanya kwa 10 mara 6, unahesabu hapa 1 2 3 4 5. Aligawanya kwa 10 mara 6, 5. Kwa hiyo ina maana sifuri zilikuwa 5, ila kuipata ile namba 3 hapa ikawa ni hatua ya 6. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu, maana yake hapa sifuri ziko 5 na ili kuhamishia hapa iwe 3.5 inakuwa ni hatua yako ya 6. Kwa hiyo hii kwa kifupi tu wewe utakavyofanya kwamba utaandika hapa 3.5 alafu utarudi nyuma mara 6 kwa kuanzia hapa. Kwa hiyo itakuwa ni 1 2 3 4 5 6. Kwa ni 1 2 3 4 5. Umeona sifuri zako ziko 5 kama hapa tu, kwamba umeanza hapa. Moja inahesabika pale ulipoichukua. 1 2 3, yani hapa 1, umeenda hatua ya pili, umeenda hapa hatua ya 3, hapo umeenda hatua ya 4, hapa umeenda hatua ya 5, hapo umeenda hatua ya 6, ndio hii hapa 6. Kwa hiyo namba yako itakuwaje? Itakuwa ni 0.1 2 3 4 5 alafu 3 5. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu kwamba ukiona mfano hapa power 6, sawa, amefanya power negative 6, maana yake amegawanya kwa mara 6, lakini sifuri ziko 5. Kwa hiyo inapungua namba 1. Umeona? Ilikuwa 6 inapungua 1, zinakuwa 0. 1 2 3 4 5. Alafu ile hatua ya kuipata ile namba sasa iwe katika standard form ndio inakuwa ya 6. Kwa mfano hii hapa imeonekana 1 2 3 4 5. Umeona 0.5. Kuipata hii 3.5 ya 6. Kwa hiyo ndivyo inavyokuepo. Kwa hapo nilikuwa najaribu tu kukuonyesha kwamba unazifikiaje kwa haraka, lakini ni hivyo kwamba 3.5 ni sawa sana ile kitu, kwamba 3.5 times 10 power negative 6 sawa sana 1 2 3 4 5 3 5.